Leo tunaanzia hapa. Tupa mwongozo wa jumla uliojitozeresha ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Katika kitabu cha Warumi ile sura ya 6, naomba nisome ule mstari wa kwanza, wa pili, kisha mstari wa 4 aidha na wa 5. Anasema hivi: tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Paulo anataka kuwajulisha Warumi kwamba jamani, sisi tulikuwa tumekufa katika dhambi na tulifia kwenye dhambi, tukaishi kwenye dhambi. Sasa baada ya kuokoka tutende dhambi kwa sababu neema ipo iendelee kuwa nyingi? Majibu yake anasema hapana, hatutakiwi sasa kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatutakiwi kutenda dhambi. Lakini pia anataka kudhihirisha jambo lililofanyika, watu wanalisahau. Katika ule mstari wa 4 anasema, basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia, yani ukishabatizwa manake umeunganishwa na Kristo, umeunganishwa kwenye mauti ile, umeunganishwa kwenye kufufuka kule. Kwa unapobatizwa unatafsiri kwamba unajiunganisha na Yesu. Kama yeye alivyokufa msalabani, wewe unapookoka tunasema umekufa. Unapobatizwa tunasema unazikwa. Unapoibuka kwenye maji tunasema umefufuka. Sasa unatakiwa uenende katika upya. Haleluya. Kwa hiyo mtu yeyote asiyebatizwa maana yake hajazikwa. Hata kama ameokoka, anaomba sana, lakini bado hajazikwa. Marehemu akifa asipozikwa, kinachotokea ni kule kukosa uhusiano sasa wa yeye na jamii, halafu jamii ikamkimbia kwa sababu watakuwa wameshindwa namna ya kumumudu. Harufu mbaya itatokea pale. Mtu akianza kusali bila kubatizwa, kuna matatizo ambayo yeye atakuwa nayo, halafu yeye hajijui kwamba anayo. Halafu yanaanza kumsumbua yeye, kati ya yeye na kanisa. Anaweza jione kama hawamuelewi, au kanisa linaweza lione kama yeye haeleweki. Ni kwa sababu hili tukio halijatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wenzetu kwa sababu tayari hatuwezi kuwa na uhusiano naye, ameshakufa, alitakiwa zikwe. Kwa mtu akiokoka, maana yake ili awe kiumbe kipya lazima azikwe kwa njia ya ubatizo. Kuzika, hatuziki kipande, tunazika mwili mzima. Haleluya. Hatuziki kipande. Hakuna marehemu anayezikwa mkono mmoja tukasema amezikwa, anazikwa kiuno tukasema amezikwa. Hapana, tunazika mwili mzima. Haleluya. Amen. Nafikiri wale wahusika wa kubatizwa nimeshawaambia, ziko batizo za aina nyingi. Sasa hivi wengine mchungaji anakuwa juu kanisani mwao, wamejenga, kuna vingazi, anakaa juu kule, mwingine anamwagilia maji, yeye anaponawa miguu, yale maji yanavyowachuruzikia washirika, basi ndio wanabatizwa. Nao wanaita ni ubatizo. Wengine wanakoka moto, kanisa hilo unatakiwa utoke huko, jitupe, uluke moto. Wanasoma Biblia, inasema atawabatiza kwa Roho na kwa moto. Sawa jamani? Si kwamba wanakosea, wanasoma Biblia, ila kinachowachanganya ni kanuni walichosoma na wanachofanya. Je, vinaendana? Viko sawa? Juzi watu wanasema tulimbatiza kiwa mtoto mdogo kwa sababu hata kipindi cha Nuhu, wakati watu wanaangamia kwenye ile gharika, na watoto walikufa nao. Lakini tuonyeshe mwongozo unaoonyesha moja kwa moja mtoto anatakiwa kubatizwa. Wanakuambia ni kosa la mababu, hatuwezi kulirekebisha sasa. Kwa wamekubali kuishi kwenye kosa. Sio mpango wa Mungu. Sawa jamani? Sisi hatuwezi kubali kuishi kwenye kosa, tutakubali kuishi kwenye neno la Mungu. Basi kwa maneno haya naomba nitoe mwongozo. Wale wa kubatizwa nitaomba tuanze na wamama, ndio tutaanza, alafu mwishoni tutamaliza na baba. Amina. Nafikiri cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye unipa wokovu, mawimbi
akinipiga, nguvu zake. Ninakushukuru mwaminifu, Mfalme wa amani, Mungu wa haki. Ni sana wakati watu wako tumekuja ili kulitimiza neno lako kadiri ambavyo umetuagiza. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa sasa ibada hii kwa kuwa ni rasmi na ni ibada takatifu. Mungu wa mbingu na nchi, watu wako tunaenda kufanya, tunaomba mkono wako usimame. Na lile kusudi la ubatizo na lile kusudi la kuzika mwili wetu katika hali ya mwili na katika hali ya roho, Roho Mtakatifu ninaomba sasa likatimilike kwa uwezo wa jina lako Kristo. Mungu wa pekee ushukuriwe, unastahili sifa na utukufu. Amen. Amina. Basi niombe mtaingia hivi, utawaleta waingilie hivi. Yupo Yesu tunayemwabudu, Mungu mwenye nguvu maishani mwetu. Yupo Yesu tunayemwabudu, Mungu mwenye nguvu maishani mwetu. Yupo Yesu mtetezi wetu. Yupo Yesu mtetezi wetu. Yupo Yesu mtetezi wetu. Hawa ambao Bwana majeshi leo wameikiri imani hii Bwana na kuingia katika ubatizo, endelea kuwapa neema na baraka zako nyingi katika maisha yao. Asante kwa mtumishi wako Bwana ambaye Bwana ameingia katikati ya maji haya Bwana kwa ajili ya kutekeleza tukio hili. Neema yako Bwana ipate kuwa pamoja naye. Tazame, mwangalia, mpe neema na hekima na maarifa yako zaidi katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa yote ambayo umekuwepo katikati yetu. Tumefika hitimisho kwa dakika hii, tunarudisha utukufu na sifa mbele za uso wako Bwana kupitia neema yako na nguvu zako Bwana. Si kwamba wao hawasomi, wanasoma, ila kuelewa kwao ndio tunatofautiana, na ndio sababu makanisa yanakuwa mengi, kwa sababu mwingine tunashindana katika hali ya kuelewa kifungu fulani. Lakini pia kinachotugawanya, kuna kitu kinaitwa kanuni, ndio zinazotugawanya. Mwingine anaijua kanuni ya 12 jumlisha 12 inakuwa 24. Mwingine anaijua kanuni ya 12 mara 12 inakuwa 144. Sasa kwenye usomaji lazima ujue hii mara na hii jumlisha zote zimekaa mtindo wa msalaba, lakini nyingine imebefuka, imekaa upande. Sasa mwingine anakuambia maadamu ni msalaba, hata kama imekaa upande kidogo, maadamu zote zimekata kama msalaba, kwa hiyo zote ziko sawa. Kumbe nyingine inakwenda kwa kujidabo zaidi, alafu nyingine inadabo mara moja. Basi kutokana na kanuni tunaachana. Badala ya kusema jumlisha, yeye anasema mara. Ndio mmeachana parefu kweli. Wewe unapata 24, mwenzi anapata 144. Mtakapokaa mtengeneze, ndio hapo mwingine anasema tukubaliane. Kwa kutokubaliana anaamua kuondoka. Kwa hiyo si kwamba hawasomi, wanasoma, ila kuelewa ndio kunakuwa tofauti. Kanuni inakosewa, basi tunaachana katika hilo. Lakini msisitizo ni kwamba nakataa kabisa, kwa maana Biblia
inaniagiza kukataa kabisa ubatizo kwa mtu yeyote asiyeamini. Awe mzee, awe mchanga, hajaamini, haruhusiwi kubatizwa. Ni msimamo wa neno la Mungu. Na mtu yeyote anayebisha achukue Biblia asome mahali panapotuambia anabatizwa yeyote ni wapi. Maana mimi nina vifungu kama ambavyo nilikusomea, vinasema ili aaminie. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria na kuleta haki ipatikanayo kwa njia ya imani. Kwa hiyo lazima mtu aamini. Akiamini ndipo abatizwe. Na hakuna mtu atakayeishi akiamini alafu asitake kubatizwa. Mbele za Mungu bado hatua fulani hajafanya, lazima timize. Kwa hiyo msisitizo wa neno la Mungu uko hivyo. Mtu haruhusiwi kubatizwa na hana sifa ya kubatizwa kama hajaamini. Aidha kama hajahubiriwa, anabatizwa kwa nini? Huyo anaogeshwa, otherwise ananawishwa. Anaogeshwa au ananawishwa. Lakini mwenye kubatizwa ni yule mwenye utimamu katika kile alichokisikia, amekikubali, anachukua maamuzi. Anapoamua mwenyewe, huyu ndiye mwenye sifa za kubatizwa na ndiye anayetakiwa kubatizwa na ndiye aliyekidhi vigezo vya kubatizwa. Vinginevyo ni makosa. Anayekuwa mkosaji wa kwanza kwa huyu anayebatizwa wakati haelewi, mtu wa kwanza ni yule anayembatiza. Na ndiyo maana Biblia inasema, maana watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wanaowaangamiza watu ndio wakosaji namba moja. Lakini mkosaji namba mbili ni huyu anayebatizwa wakati haelewi. Unabatizwaje wakati hujui kwa nini unabatizwa? Unabatizwaje? Mtoto mwenyewe akianza kubakwa analia kwa sababu anaona hiki kinachofanyiwa sikijui. Sasa wewe unabatizwa wakati hauelewi. Unabatizwa kwa nini? Hujui. Ubatizo huu umebeba ujumbe gani? Hujui. Labda pengine sababu za mimi mpaka nabatizwa ni nini? Hujui. Alafu unasema umebatizwa. Unabatizwaje? Umejihujumu. Kumfanyia mtu kitendo cha aina hiyo, mimi binafsi nachukulia ni kama vile kubaka mtu, ni kama kulawiti. Ukatili wa kisaikolojia na ukatili wa kimwili jumla vinaungana kwenye hilo tendo la kumfanyia mtu ibada kama hii bila yeye kuamua. Bila yeye kuamua. Yaani umemkatili, umeua mfumo halali wa ufahamu wake, unaua seli hai za ubongo wa mtu, unamfanyia majeraha ya kudumu, unamtengenezea kitu ambacho yeye hana uwezo wa kukibeba. Aidha yeye hawezi kuhimili kwenye hicho kitu. Anaweza kabeba lakini hakijui. Anaweza kabeba lakini haelewi anaenda nacho wapi. Anaweza kabeba lakini hajui namna ya kukibeba. Kwa hiyo nafikiri majibu haya pengine ingekuwa vyema kuwafikia ninyi nyote. Majibu ambayo niliwajibu wala ambao tulikuwa pamoja wakinihoji, niliwajibu vivyo hivyo. Majibu haya hayakukosewa, yalijibiwa kama ambavyo nayarudia. Na pengine wao walipata kwa kina zaidi kwa sababu tulikuwa kwa ukaribu, kwa wakayapata kwa kina zaidi.